Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godiness Gaspar. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amewataka wafanyabiashara wote wanaofanya biashara barabarani katika maeneo ya soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam kuondoka mara moja ili kuruhusu maandalizi ya uzinduzi rasmi wa soko jipya la kisasa. Akizungumza wakati wa zoezi la usafi wa kila mwisho wa wiki katika wilaya hiyo, Mpogolo amesema barabara zote zinazoingia na zilizopo ndani ya Kariakoo lazima zifunguliwe na ziwe wazi ili kuruhusu mzunguko mzuri wa watu na magari kuelekea siku ya uzinduzi katika eneo hili la Kariakoo. Lakini wakati tunafanya usafi leo hii tumetumia nafasi hii kuwaambia ndugu zetu wanaofanya biashara katika eneo hili la Kariakoo kwamba tunalazimika sasa kufungua barabara zetu, kwa sababu soko letu la Kariakoo ambalo Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kulijenga mara baada ya kuungua, sasa liko tayari kwa ajili ya ufunguzi. Hivyo tunapokwenda kulifungua soko hili na Mheshimiwa Rais anapokuja hapa kuja kufungua hili soko, ni lazima sisi kama wanailala halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuwaarifu watu wetu, kuwaambia sasa ni muhimu sasa kuanza kufungua barabara zetu. Hapa tulipopita ambao wafanyabiashara hawa wa mboga mboga walikuwa wanafanya biashara, tunatumia nafasi hii kuendelea kuwaambia kwamba eneo hili sasa tunakwenda kufungua hili barabara, inatakiwa liwe wazi. Lakini barabara zote ambazo zinaingia kwenye soko letu kubwa la Kariakoo na lenyewe linaendelea kuwa wazi. Barabara ambayo inaingia Shimoni pia nayo inatakiwa kuwa wazi. Lakini sambamba na hilo, kwenda kuhakikisha tunapangana na wale wanaotoa huduma wengine kwa wafanyabiashara na wale wanaokuja kununua. Soko hili la Kariakoo lina mategemeo makubwa kwa yule wafanyabiashara na wale wanaotoa huduma kwa wafanyabiashara. Ameongeza kuwa hakutakuwa na biashara yoyote ya barabarani ikiwemo mboga mboga, na kusisitiza kuwa biashara zote zinafanyika ndani ya jengo jipya la soko hilo. Uzinduzi wa soko la Kariakoo unatarajiwa kufanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika tarehe iliyopangwa hivi karibuni. Hawa watu wameendelea kuwa wanategemeana, hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kutengeneza mazingira wezeshi kwa kila mmoja kufanya biashara yake vizuri. Lakini sambamba na hiyo, kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya biashara vizuri katika soko hili la Kariakoo. Lakini pia hata hili soko ambalo litakwenda kutumika hivi karibuni baada ya Mheshimiwa Rais kulizindua, liwe soko rafiki ambalo linaweza kuingilika. Hivyo nitumie nafasi hii kwa wafanyabiashara kuambia eneo hili, barabara hili litaendelea kuwa wazi, kwamba sasa tunawatangazia rasmi kwamba barabara hii itakuwa wazi. Barabara inayoingia, barabara zote zinazoingia kwenye soko zitakuwa wazi. Maana yake kutoka barabara ya Msimbazi kuingia sokoni na ukitoka barabara ya Lumumba kuingia sokoni, barabara zote zitaendelea kuwa wazi. Na hizi barabara zote za mzunguko ambao linazunguka soko. Lakini sambamba na hiyo, barabara zote za ndani ya Kariakoo kuhakikisha tunapangana vizuri, wafanyabiashara wafanye biashara vizuri na wanaotoa huduma za kibiashara kuhakikisha wanatoa huduma vizuri. Tumewaambia hauwezi ukakuta unauza biringanya nje ukategemea na mwenzako ambaye yuko ndani akafanya biashara ile ya biringanya, na yule ambaye yuko ndani anategemea pia kulipa ushuru. Yule mnunuzi hawezi kuingia ndani, ataishia barabarani. Hivyo hakutakuwa na biashara yoyote barabarani ya mboga mboga na nini. Biashara zote zitakuwepo ndani ya jengo la soko. Na Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni imeungana na TanTrade kuandaa sehemu maalum ya burudani ya muziki yenye ukubwa wa zaidi ya ekari 1 kwa ajili ya kutekeleza maadhimisho na matukio ya muziki yanayolenga kupigania utamaduni na kukuza vipaji vya ndani. Katibu Mkuu wa Wizara, Gelson Msigwa, ameongeza kuwa hatua hii ni sehemu ya mchakato wa kimkakati uliopo kusaidia shughuli za kisanaa, ikiwemo kuwezesha ufufuaji wa vikao vya kisekta, kuongeza wataalamu na kuunganisha mifumo kama AMIS na Tausi kwa ajili ya kwenda kwa manufaa ya wadau. Kuongeza mtiririko wa mapato kupitia shughuli za muziki, kuhimiza uwekezaji na kuongeza ajira kwa wasanii na wadau katika sekta ya burudani, pamoja na kukuza utamaduni wa ushirikiano wa kibiashara, yani public private partnership, unavyoonekana katika hatua zilizochukuliwa kwenye maonyesho kama Sabasaba, ambapo TanTrade na wizara wamekuwepo kwa pamoja. Kwenye maonyesho ya mwaka huu kuna mambo mengi ya kipekee. Kwanza, hapa tulipo, hili eneo linaitwa kijiji
cha tamasha la Sabasaba. Hapa pana tamasha la Sabasaba. Kwa hiyo sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na TanTrade tumekuja na bidhaa mpya ya maonesho haya ya 49, na bidhaa hii itaitwa tamasha la Sabasaba. Tumeanza mwaka huu na tutaendelea kufanya hivi mwaka hadi mwaka. Tunafanya hivi kwa mara ya kwanza kwa kushirikiana na TanTrade. Tumetenga eneo la ukubwa wa zaidi ya ekari 1 ambalo tutaendesha tamasha hili. Limeanza jana, litakwenda mpaka mwisho wa maonesho ya Sabasaba ya 49 tarehe 13 ya mwezi Julai mwaka 2025. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Naam, asante Godliness Gaspar kwa kutupitisha katika biashara na uchumi kwenye ulimwengu wa habari. Na sasa mtazamaji, mapumziko mafupi na tukirejea tutaungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Makumi ya Wapalestina wameuawa kwenye ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israeli katikati mwa shinikizo la Marekani la kutaka vita hivyo vifikie mwishoni. Idara inayoshughulikia usalama wa raia kwenye ukanda wa Gaza imesema watu 35 wameuawa na vikosi vya Israeli siku ya Jumapili, ikiwamo 11 waliouawa karibu na vituo viwili vya kugawa misaada ya kiutu vinavyosimamiwa na wakfu ulioanzishwa kwa uungaji mkono wa Israeli na Marekani. Shirika la habari la Palestina Wafa likinukuu mashuhuda ambao hawakutajwa majina limesema watu hao wameuliwa karibu na vituo viwili vya kutoa misaada, kimoja katikati mwa Gaza na kingine kwenye mji wa kusini wa Rafahi. Wakfu unaosambaza misaada hiyo umesema umekuwa ukigawa mahitaji bila tukio lolote na umelituhumu kundi la Hamas linalotawala Gaza kuwa chanzo cha kuvuruga usambazaji wa misaada. Mbali na ripoti za mauaji hayo karibu na vituo vya misaada, mashuhuda wengine wamesema watu 11 wamepoteza maisha baada ya nyumba ya makazi kushambuliwa na kombora la Israeli kwenye eneo la Jabalia kaskazini mwa Gaza. Taarifa hizo hazikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru vya habari, lakini jeshi la Israeli lilipoulizwa kuhusiana na mashambulizi hayo yanayowalenga raia limesema linachunguza madai hayo. Tutazame taarifa nyingine. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetahadharisha Jumatatu kuwa mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita nchini Sudani wamo katika hatari ya kutumbukia kwenye mgogoro zaidi. WFP imesema hayo yanaweza kutokea hasa wakati huu kukishuhudiwa upungufu wa uhifadhi wa msaada wa chakula.
Shauni Hughes, mratibu wa masuala ya dharura wa WFP huko Sudani, amesema mgogoro huo ambao ni wa kikanda unashuhudiwa katika nchi ambazo tayari zina viwango vya juu vya mizozo na uhaba wa chakula. Shirika hilo limetahadharisha kuwa msaada kwa wakimbizi wa Sudan walioko Misri, Ethiopia, Libya na Jamhuri ya Afrika ya Kati huenda ukasitishwa katika miezi ijayo kutokana na ukosefu wa ufadhili. Tangu Aprili 2023, vita kati ya jeshi la Sudani na wapiganaji wa kundi la RSF vimesababisha mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani, huku zaidi ya watu milioni 10 wakiwa wakimbizi wa ndani na wengine milioni 4 wakikimbilia nje ya nchi, hasa katika mataifa ya Chad, Misri na Sudani Kusini. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Na asante Pius Jayunga kwa kutupitisha katika habari za kimataifa kwenye ulimwengu wa habari. Na sasa mtazamaji wa ulimwengu wa habari kupitia Sky TV, tuna mapumziko mafupi na tukirejea tunaungana na Lai Saidi katika michezo na burudani. Kunani huko? Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa
Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa wa kuelekea viwanjani kwenda kutazama habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Tukianzia hapa nyumbani ambapo klabu ya Yanga imerejea ikitokea visiwani Zanzibar, ambapo siku ya jana walishuka dimbani kucheza mchezo wa finali CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao Yanga walipata ushindi wa mabao 2-0 na kuweza kutoa taji la ligi na kutoa taji la kombe hilo. Yanga baada ya kurejea leo wamefanya paredi kali, huku mashabiki na wanachama wa klabu hiyo wakifurahia kwa pamoja na huku wakipita mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha Tanzania Prison kimefanikiwa kusalia ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kupata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Fountain Gate FC katika mchezo wa mtoano. Tanzania Prison wamefanikiwa kusalia ligi kuu kwa uwiano wa magoli 4-2, na hii ni baada ya matokeo ya mchezo wa kwanza kutamatika kwa sare ya bao 1-1 katika uwanja wa Tanzanite kwa raha. Fountain Gate kwa sasa watakwenda kucheza michezo miwili ya mtoano kwa awamu ya pili dhidi ya timu ya Championship Stand United kutoka mkoani Shinyanga ambayo ilishinda dhidi ya Geita Gold katika michezo ya mtoano ya Championship. Tukielekea jijini Mbeya ambapo CEO ama mtendaji mkuu wa klabu ya Mbeya City Ali Ndunduma ameweza kuwashukuru wapenzi na mashabiki wa klabu ya Mbeya City kutokana na wao kujitoa pale wanapokuwa katika michezo yao. Ni washukuru sana wote kwa kutukaribisha Tunduma. Nakumbuka wakati nateuliwa kuwa CEO mliniambia nifike Tunduma. Niliwaambia nitakuja. Na baadaye nikawaambia naomba ligi iishe ndo nije. Ningekuwa nimekuja wakati ule nikashindwa kusimamia zile timu zetu, mechi zetu, alafu tusipande, ingekuwa haina maana leo, sio? Lakini nashukuru mlinielewa na mlinipa nafasi. Leo nimekuja kutekeleza ahadi yangu kama nitakuja kuwatembelea na kuwasikiliza. Lakini wakati nakuja kuwasikiliza, cha kwanza kabisa niseme na washukuru sana tawi la Tunduma sana. Mmekuwa mkifika kwenye mechi zetu zote, mnakodi magari, mnakuja pale kwa ajili ya kuanikiza na kusherehesha kuhakikisha kwamba tunapata ushindi. Jambo hili si dogo. Hii ndio inayopelekea kusema kwamba kwenye kila eneo tunaloenda tunao watu wetu wa nguvu ambao wanatusupport. Lakini hilo ndio linalosema kwamba miongoni mwa timu zile kubwa Mbeya City ndio namba 3 kwa sababu ndio ina mashabiki wengi nchini. Wote tunajua hilo. Lakini mimi niseme kitu kimoja. Sisi kama Mbeya City, silaha yetu kubwa itakayotusaidia nyakati zote ni mshikamano wetu. Kuambiana ukweli na uwazi wetu. Hiyo jambo litatusaidia sana, tusiliache. Na mtazamaji, tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Arsenal ya nchini Uingereza imeanza mazungumzo na klabu ya Crystal Palace kuhusiana na kupata huduma ya mchezaji wa klabu hiyo ambaye ni Eberechi Eze mwenye umri wa miaka 27. Eze ambaye kwa msimu uliotamatika 2024-25 amecheza michezo ya ligi 34 akiwa amefanikiwa kupachika jumla ya mabao 8. Mpaka sasa mazungumzo baina ya pande zote mbili yanaenda vizuri na hatima ipo mikononi mwa Crystal Palace ili dili liweze kukamilika. Ikumbukwe pia Tottenham Hotspur wapo kwenye mbio za kumsajili nyota huyo ambaye ni raia kutokea nchini Uingereza.
Na tuelekee kunako ligi kuu ya kikapu nchini Marekani maarufu NBA. Mkongo wa mpira wa kikapu nchini Marekani James Harden mwenye umri wa miaka 35 yupo kwenye makubaliano na timu ya Los Angeles Clippers kuongeza mkataba wa miaka 2. Star huyo ambaye alikuwa MVP msimu wa 2017-2018 na kufanikiwa kutoa ubingwa wa ligi hiyo akiwa na Houston Rockets, mkataba wake umetamatika msimu huu ukiwa kwenye kipengele cha kuongeza mkataba wa mwaka mmoja au kuondoka kama mchezaji huru. Na taarifa hiyo inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Maliango Mugeta atamatishe ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Naam, ni Rais Saidi ambaye anakamilisha michezo na burudani katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani ukitarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na mwambao wa pwani ya bahari ya Hindi. Huku kitarajiwa kuna hali ya mawimbi ya wastani kwa upande wa pwani ya kusini na mawimbi makubwa yakitarajiwa kwa upande wa pwani ya kaskazini. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa mawimbi makubwa katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Ni vyema mtumiaji wa bahari katika maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo tukitarajia hali ya ukavu na yenye hali ya ubaridi wa wastani tarajiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kulinganisha na maeneo mengine ya nchi tarajiwa kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kutarajiwa kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali kwa upande wa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kutakuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine zote za nchi yetu zilizosalia zikitakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie hotuba yetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Kwa Dar es Salaam kutakuwa na hali ya mvua nyepesi. Huku mkoa wa Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Hali kadhalika kwa mkoa wa Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kutakuwa kufikia nyuzi joto 10. Mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Naam, ni mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA katika kutupatia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Mtazamaji, una nafasi ya kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Maliango Mugeta, nikutakie utazamaji mwema. Sky TV.